waliosoma kesha au roho ya unabii walikuwa watu 15. Waliosoma lesoni za watoto wao pamoja na watoto wao ni watu 8. Nikiangalia wazazi wengi humu wana watoto wengi. Kwa sababu gani hawasomi lesoni za watoto wao? Ni kwa sababu kutokuwanunulia lesoni watoto wao, na watoto wanapokuja kuomba hela ya lesoni unakuwa mkali, ila Mungu anapokuja atakuuliza sijui utamjibu kitu gani. Tuendelee. Walioangalia fungu la kukaliwa kwa watu 16 waliokuwa na lesoni zao 40. Waliosoma lesoni kwa mpango ni watu 9. Waliosoma lesoni japokuwa si kwa mpango ni watu 13. Ndio jiulize mshiriki mwenzangu, tunapoelekea ni wapi? Hata Mungu anapokuja atakuuliza, utabaki tu kumng'ana kuangalia. Tusome lesoni watu wa Mungu. Waliokuwa na Biblia ni watu 45. Waliosoma Biblia kwa mpango ni watu wangapi washiriki? 6. Je, unaona utofauti mkubwa uliopo hapo? Najua mtasema hata amina kwa maana nimewagusia. Je, hichi kipi 48 asubuhi. Huko idadi tukiwa jumla washiriki wapatao 193. Unaweza kujiuliza kama umenisikiliza taarifa ya shule za Sabato kwenye shule za Sabato mezani watu waliofunga watu 200 na ngapi? Na 2. Je, unaweza kujiuliza kama ulikuwa makini ukijiuliza hao watu wengine walienda wapi? Hapa tuliofunga ni 193. Je, fikiri kwamba walikuwa wanaelekea kwenye Sabato hiyo ya 3 ya mwezi, walikuwa wanaelekea kule Seke kwenda kusifu huko na kuimba, walielekea huko. Ndio maana idadi ilishuka kidogo. Usitoka sema aliandika taarifa huko. Hapana, watu waliondoka wakaelekea huko. Mungu awabariki na atusaidie sana. Ila ondoko unajiuliza, je, haya maswali yanamhusu Wamosi au yanatuhusu sisi wote washiriki? Ila cha kuambia maswali yanatuhusu sisi washiriki. Kufanyaje? Kuwahi darasa la walimu. Pia na walimu wao waaminifu wa muda. Darasa linatakiwa lianze ni saa 2 kamili. Ikichelewa sana dakika 5. Ila unapanda saa 2 dakika 18, unaona utofauti. Hata unapoanza watu kiwauliza ulichojifunza ni nini? Anasema hajaelewa sana kwa sababu umechelewa. Inatakiwa uwahi darasa la walimu, sio walimu na wewe mshiriki. Kwa maana una lesoni zako. Anapokuja mkurugenzi kutoa matangazo, aliyekuletea taarifa hii ya shule Sabato ni Dickson Amosi sana. Mungu awabariki sana. Waliohudumu shule ya Sabato ya leo ni Alfred Juma, simama upunge mkono. Yusufu Samuel, simama upunge mkono. Ana Saa, simama upunge mkono. Nami mwenyekiti wa siku ya leo Sara Sospita, Mungu awabariki sana. Mkurugenzi karibu.